Mimi naitwa Daktari Isaac Newton Kiniti. Leo nataka kukuzia machache kuhusu madai ya Raila Amolo Odinga hivi majuzi ya kwamba alimsaidia William Ruto kuzima mapinduzi ambayo ilikuwa inaanzwa na majeshi ya Kenya hapo June mwaka jana. Nataka kuambia watu wa Kenya, hii ni uongo mtupu. Hakuna mapinduzi yote ambayo yalikuwa yanajaribiwa na wanajeshi wa Kenya. Hii ni njama ya William Ruto na Raila Amolo Odinga. Na hii njama ilitokana na wasiwasi wa William Ruto na kubabaika kwa William Ruto na uoga wa William Ruto eti ya kwamba wanajeshi wa Kenya watadai haki yao ya mshahara ambao unawafaa, kwa sababu siri za mshahara wa KDF zilitoka na zikalingani, mshahara wao kalinganishwa na mshahara wa majeshi wa nchi jirani. Na unakuta ya kwamba Tanzania, nchi jirani ya Kenya, inalipa wanajeshi wao dola 413 kwa mwezi mshahara ya chini. Na hiyo mshahara ni mara nane ya mshahara wa chini wa majeshi ya KDF hapo Kenya ambao ni dola 55. Burundi inawalipa wanajeshi wao dola 178 kwa mwezi mmoja mshahara wa chini. Hali kadhalika mshahara wa chini wa KDF ni dola 55. Mshahara huo ni mara 3 na kitu juu wa majeshi ya Kenya. Wanajeshi wa nchi ya Rwanda wanapewa dola 170. Na huo mshahara wa dola 170 ni mara 3 wa mshahara wa majeshi ya Kenya, mshahara wa chini. Na vile sasa walifikiria kwamba wakifanya hivyo wataweka uoga na watazima wanajeshi wa Kenya kutodai haki zao ya kulipwa mshahara unaowatosha. Ndio wakaingiza mambo ya uongo ya kwamba eti walikuwa wanataka kupindua serikali. Hiyo ni uongo mtupu. Kwa nini Raila aligoja mwezi 8 ili aseme hiyo maneno? Kwa nini aligoja mpaka nitoboe siri za mishahara ya wanajeshi ndio aseme hiyo maneno? Kwa nini? Kwa nini hakutoa hiyo habari kabla ya mimi kutoa habari ya mishahara ya wafanyikazi wa KDF na kulinganisha na mishahara ya wanajeshi wa nchi jirani? Kwa nini? Na ni kwa nini Raila Amolo Odinga hajatoa majina ya wale ambao walikuwa wanataka kupindua serikali? Atoe majina ya wote ambao walikuwa wanapindua serikali. Hata kama wamewaua, atoe majina yao, tunataka hivyo. Sababu tunajua serikali ya Kenya vile inafanya kazi, hata inaweza kuwaua watu ambao hana hatia, kama vile imeua watu wengi sana hivi majuzi, kuwateka nyara na kuwaua bila hatia yoyote. Raila Amolo Odinga amekuwa ni mtu iko na jina safi sana kwa dunia nzima. Amekuwa ni mtu ambaye iko na ujasiri wa kupigania watu wa Kenya, na amekuwa na jina mzuri, lakini anaenda kuharibu jina yake lote kabisa. Ameenda kuiharibu sasa. Na mtu ambaye anafanya jaharibu jina yake ni William Ruto. Kwa nini? Kwa nini anachagua kuharibu jina lake? Kwa nini? Kwa nini Raila Amolo Odinga hakusoma na Rigathi Gachagua? Hakusoma na Moses Kuria
na kusoma na Ndindi Nyoro, na hivi karibuni atasoma na Kimani Ichung'wah. Hawa ni watu ambao walitumiwa na William Ruto kama karatasi ya choo na kutupwa mbali. Sasa wanalia kila mahali, wanatangatanga wakilia, wakiomba watu wao waamkue ili wapigane na Ruto, sababu wanaogopa vile watafanywa. Na hali walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekataa na Ruto kabisa. Hata wakaenda kuchafua jina la Uhuru Kenyatta na kuchafua jina la Ngina Kenyatta, kumtusi vibaya sana. Wengine wanasema wanaenda kukojoa kwa mlango ya Ngina Kenyatta sababu ya Ruto. Na sasa wanalia ati Ruto ni mbaya. Kwa nini Raila Amolo Odinga hakuweza kusoma na hawa na ajue vile Ruto yuko, kama hakujua yeye mbeleni? Mimi nataka kuambia William Ruto hivi, kama anafikiria atazima vita ya kuwasaidia wananchi wa Kenya na vita ya kusaidia wafanyikazi wote wa Kenya na wafanyikazi wa KDF, ati ya kwamba tunyamaze tuache kuwasaidia, basi amepotea. Hatutachoka kupigania watu wetu. Kwa sasa nimeandika barua, na mimi nafikiri umepigwa simu. Nimeandika barua kwa wafanyikazi wote wa nchi jirani. Nimeandikia vyama vyote vya wafanyikazi. Mimi naitwa Daktari Isaac Newton Kiniti. Leo nataka kukuzia machache kuhusu madai ya Raila Amolo Odinga hivi majuzi ya kwamba alimsaidia William Ruto kuzima mapinduzi ambayo ilikuwa inaanzwa na majeshi ya Kenya hapo June mwaka jana. Nataka kuambia watu wa Kenya, hii ni uongo mtupu. Hakuna mapinduzi yote ambayo yalikuwa yanajaribiwa na wanajeshi wa Kenya. Hii ni njama ya William Ruto na Raila Amolo Odinga. Na hii njama ilitokana na wasiwasi wa William Ruto na kubabaika kwa William Ruto na uoga wa William Ruto, eti ya kwamba wanajeshi wa Kenya watadai haki yao ya mshahara ambao unawafaa, kwa sababu siri za mshahara wa KDF zilitoka na zikalingani, mshahara wao kalinganishwa na mshahara wa majeshi wa nchi jirani. Na unakuta ya kwamba Tanzania, nchi jirani ya Kenya, inalipa wanajeshi wao dola 413 kwa mwezi mshahara ya chini. Na hiyo mshahara ni mara 8 ya mshahara wa chini wa majeshi ya KDF hapo Kenya, ambao ni dola 55. Burundi inawalipa wanajeshi wao dola 178 kwa mwezi mmoja mshahara wa chini. Hali kadhalika mshahara wa chini wa KDF ni dola 55. Mshahara huo ni mara 3 na kitu juu wa majeshi ya Kenya. Wanajeshi wa nchi ya Rwanda wanapewa dola 170. Na huo mshahara wa dola 170 ni mara 3 wa mshahara wa majeshi ya Kenya, mshahara wa chini. Na vile sasa walifikiria kwamba wakifanya hivyo wataweka uoga na watazima
wanajeshi wa Kenya kutodai haki zao ya kulipwa mshahara unaowatosha. Ndio wakaingiza mambo ya uongo ya kwamba eti walikuwa wanataka kupindua serikali. Hiyo ni uongo mtupu. Kwa nini Raila aligoja mwezi 8 ili aseme hiyo maneno? Kwa nini aligoja mpaka nitoboe siri za mishahara ya wanajeshi ndio aseme hiyo maneno? Kwa nini? Kwa nini hakutoa hiyo habari kabla ya mimi kutoa habari ya mishahara ya wafanyikazi wa KDF na kulinganisha na mishahara ya wanajeshi wa nchi jirani? Kwa nini? Na ni kwa nini Raila Amolo Odinga hajatoa majina ya wale ambao walikuwa wanataka kupindua serikali? Atoe majina ya wote ambao walikuwa wanapindua serikali. Hata kama wamewaua, atoe majina yao, tunataka hivyo. Sababu tunajua serikali ya Kenya vile inafanya kazi, hata inaweza kuwaua watu ambao hana hatia. Kama vile imeua watu wengi sana hivi majuzi, kuwateka nyara na kuwaua bila hatia yoyote. Raila Amolo Odinga amekuwa ni mtu yuko na jina safi sana kwa dunia nzima. Amekuwa ni mtu ambaye yuko na ujasiri wa kupigania watu wa Kenya. Na amekuwa na jina mzuri, lakini anaenda kuharibu jina yake lote kabisa. Ameenda kuiharibu sasa. Na mtu ambaye anafanya ajaharibu jina yake ni William Ruto. Kwa nini? Kwa nini anachagua kuharibu jina lake? Kwa nini? Kwa nini Raila Amolo Odinga hakusoma na Rigathi Gachagua? Hakusoma na Moses Kuria, na hakusoma na Ndindi Nyoro, na hivi karibuni atasoma na Kimani Ichung'wah. Hawa ni watu ambao walitumiwa na William Ruto kama karatasi ya choo na kutupwa mbali. Sasa wanalia kila mahali, wanatangatanga wakilia, wakiomba watu wao waamkue ili wapigane na Ruto, sababu wanaogopa vile watafanywa. Na hali walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekataa na Ruto kabisa. Hata wakaenda kuchafua jina la Uhuru Kenyatta na kuchafua jina la Ngina Kenyatta, kumtusi vibaya sana. Wengine wanasema wanaenda kukojoa kwa mlango ya Ngina Kenyatta sababu ya Ruto. Na sasa wanalia ati Ruto ni mbaya. Kwa nini Raila Amolo Odinga hakuweza kusoma na hawa na ajue vile Ruto yuko kama hakujua yeye mbeleni? Mimi nataka kuambia William Ruto hivi. Kama anafikiria atazima vita ya kuwasaidia wananchi wa Kenya na vita ya kusaidia wafanyikazi wote wa Kenya na wafanyikazi wa KDF, ati ya kwamba tunyamaze tuache kuwasaidia, basi amepotea. Hatutachoka kupigania watu wetu. Kwa sasa nimeandika barua, na mimi nafikiri umepigwa simu. Nimeandika barua kwa wafanyikazi wote wa nchi jirani. Nimeandikia vyama vyote vya wafanyikazi